Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Jamii ya watu wenye midomo michafu, na hata yeye analitambua hilo, anatoa excuse kwa Mungu, anatoa sababu ya kukataa utume au utumishi ambao anataka kutoa na nani? Na Mungu. Anajiona astahili, ni mtu mwenye midomo michafu kwa kuwa anakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Kutenda wema ni wito endelevu unaodai sadaka. Kutenda wema ni wito endelevu unaodai sadaka. Ni wito endelevu kutenda wema. Mwaka huu katika kipindi hiki cha Kwaresma, maaskofu wametupatia ujumbe wa Kwaresma wa kutuongoza katika tafakari yetu kwenye kipindi kizima. Ndugu, msichoke kutenda mema. Je, mnafikiri kwamba tunaalikwa kutenda mema kipindi tu cha Kwaresma kwa kuwa huo ni ujumbe wa Kwaresma? Tunaalikwa kutenda mema tu kipindi cha Kwaresma kwa kuwa huu ni ujumbe wa Kwaresma, kwamba ikishapita Kwaresma ujumbe umeexpire, umepitwa na wakati? Si ni ujumbe wa Kwaresma? Haya, ujumbe wa Kwaresma umepita, kwa hiyo mema yakomea hapo hapo. Tunaendelea na ubaya wetu kama kawaida. Kutenda wema ni wito endelevu unaodai sadaka. Kuna wengine inapofika Kwaresma wanajitahidi, wanakuwa serious kweli. Futa kabisa namba zangu za simu, hii ni Kwaresma. Baada ya Kwaresma hii ni nini? Tuheshimu Kwaresma jamani. Hapana, hapana. Wito wa kutenda mema ni endelevu, haupaswi tu kuishia kipindi cha nini? Cha Kwaresma. Twende tukapige 2-3 bwana. Jamani, Kwaresma hii jamani, msinigombanishe na Mungu kabisa. Kwaresma hii, Pasaka sasa. Maji yanapigwa mpaka mtu anashindwa kurudi nyumbani. Kwaresma ifanyeje? Ufufuko sasa, huo sherehe hii ya ufufuko. Wito wa kutenda mema ni endelevu. Mama Kanisa ametupatia kipindi cha Kwaresma, muda wa kutosha kabisa, siku za 40 kwa ajili ya kufanya mazoezi mbalimbali ya kiroho. Waswahili wanao msemo, wanasema kwamba mazoea hujenga tabia. Mazoezi ndio yanayomjengea mtu tabia. Mazoea mabaya yanakujengea tabia mbaya, mazoea mazuri yanakujengea tabia nzuri. Kumbe tumepona Mama Kanisa kipindi hiki cha Kwaresma, muda wa kutosha kabisa, siku 40 kufanya mazoezi ya kiroho ya kumrudia Mwenyezi Mungu, huku tukiongozwa na ujumbe wa mababa maaskofu wetu Katoliki Tanzania. Ndugu, msichoke kutenda nini? Mema. Tufanye mazoezi ya kutenda mema kipindi hiki cha Kwaresma, ili atuachie tabia ya kutenda nini? Mema. Yatuachie tabia ya kutenda mema. Mazoezi yanamjengea mtu uwezo fulani. Ukisikia kwamba yameandaliwa mashindano ya mbio kutoka hapa Ngoma kwenda Nyanchenche, na shindano lenyewe au mashindano hayo yatafanyika mwezi mmoja baadaye, unapaswa kuanza mazoezi mara moja baada ya kusikia hilo tangazo, kama kweli utatia nia ya kuingia kwenye nini? Kwenye mashindano hayo. Ukisubiri siku yenyewe, hujafanya mazoezi hata kidogo, unasubiri siku yenyewe, umeandaa na nguo za michezo,
na raba zako, nasubiri siku ya mashindano, mshindi wa kwanza $1,000,000, lazima nikazichukue hizo $1,000,000 na mazoezi ufanye. Utakimbia hapa na sheli tu, utahisi kama vile damu inatoka puani, na mashindano yako yataishia pale pale. Utaacha watu wanafanyaje? Kwa sababu haukufanya nini? Mazoezi ambayo kwa kawaida yanatujengea uwezo. Lakini kama sasa unajiandaa, baada ya kusikia hilo tangazo, unaanza mazoezi taratibu taratibu. Leo unatoka hapa, hujakimbia hata kidogo, unatoka hapa unaenda mpaka sheli na kurudi. Kesho unasema niongeze kidogo, niende mpaka sekondari na kurudi. Wiki nzima sekondari na kurudi. Wiki ya pili sekondari na kurudi. Wiki ya tatu kibao cha Nyamalunda na kurudi. Kibao cha Nyamalunda na kurudi. Unaanza sasa, nifike Nyanchenche na kurudi. Nyanchenche na kurudi. Nyanchenche na kurudi. Nyanchenche na kurudi. Niongeze tena spidi kidogo leo, Nyanchenche na kurudi. Wewe unakuwa umejiandalia mazingira ya kushinda, kwa sababu umefanya nini? Mazoezi. Na sisi tutumie kipindi cha Kwaresma kufanya mazoezi ya kiroho ili yatujengee tabia ya ushindi. Itakapofika siku ya Pasaka, tushinde pamoja na Yesu, tufufuke pamoja na nani? Na Yesu. Na kwa kuwa itakuwa ni tayari ni tabia, tumefanya mazoezi ya kutosha, imekuwa ni tabia, tutaendelea hivyo hivyo kuwa watu wa kutenda mema hata baada ya Kwaresma kuwa imefanyeje? Imepita. Hii ndiyo maana ya ujumbe huu tuliopatiwa na maaskofu wetu. Ndugu, msichoke kutenda nini? Kutenda mema. Lakini pia tutende mema nyakati zote, ngumu na nyepesi. Mwenye Biblia tusomee barua ya kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya 58. Tutende mema nyakati zote, ngumu na nyepesi. Sio tu wakati nyakati nyepesi ndio tutende nini, hata nyakati ngumu tutende nini? Mema. Unaambiwa jumuiani huko, jamani, leo tunaenda kumtembelea fulani ni mgonjwa. Tunaenda kumtembelea fulani ni mgonjwa. Alafu unatoa udhu, unasema lakini hata mimi jamani ni mgonjwa, kwa hiyo siwezi nikafanyaje? Mimi mwenyewe ni mgonjwa. Tena tunaenda kumtembelea nani? Mgonjwa. Tukienda kumtembelea mgonjwa, tunatoa na kachochote kwa ajili ya nani? Ya mgonjwa. Mbona hata mimi ni nani? Tutende mema nyakati zote, ngumu na nyepesi zote. Hatupasi kuchoka kutenda nini? Mema. Tutende mema nyakati zote, ngumu na nyepesi. Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba tangu taabu yenu siyo bure katika Bwana. Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Msitikisike, mwimarike. Kazi mnayotenda sio bure mbele ya nani? Ya Bwana. Kazi mnayotenda sio bure mbele ya nani? Ya Bwana. Kuna thawabu. Kuna thawabu zake. Kwa nyakati zote tunaalikwa kutenda nini? Mema. Hata zile ngumu. Nyakati nyepesi na nyakati ngumu pia.
nyakati ngumu kiuchumi, nyakati ngumu kiafya, bado unapaswa kuwa imarika, usitikisike. Kazi unayoitenda hata siku moja haiwezi ikawa nini? Ikawa bure. Tenda mema, lakini pia kwa imani yako mkiri Kristo. Usitenganishe matendo mema na imani kwa Mungu. Unasaidia sana watu, lakini hutaki kushika maagizo ya Mungu ya kusali. Hawapo watu wa namna hiyo, hata jumuiani. Kila ukimpelekea mchango anatoa eti. Si anatenda mema, haachi, hana pengo, hana nafasi kwenye wajibu wake wa kutoa nini? Ukarimu. Lakini jumuiani asali, wala hata haishiki ile siku ya amri, siku ya Jumapili asali, lakini karimu zote anafanya vizuri. Kutenda mema ni kushika amri na maagizo ya nani? Ya Kristo yote kabisa. Matendo yote hayo mema yaendane na yote ambayo mwanadamu anapaswa kuyatolea mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi ni viumbe vya Mungu, tunapaswa kutolea ibada mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, na kukiri kabisa kwamba sisi ni viumbe, yeye ndiye muumba wetu. Vyote tunavyovipata vinatoka kwake. Vipawa tulivyo navyo vinatoka kwa Mungu. Kwa tusitenganishe matendo mema ya kuwahudumia wengine, ya ukarimu, na imani yetu kwa nani? Kwa Mungu kama viumbe vyake. Kipengele kinachofuata kinasema matendo mema yanatoa ushuhuda wa imani. Matendo mema yanatoa ushuhuda wa imani. Seme mimi ni mwema kwa kuwa ninasali sana, sikosi misa kila Jumapili, nasali sana rozari, nasali sala za mishale, nasali kila aina ya sala, niko kwenye vyama vya kitume zaidi ya 3. Imani ifuatane na matendo yako. Matendo mema yanatoa ushuhuda wa nini? Wa imani. Sali sana, lakini pia saidia yatima, wajane, maskini. Toa ukarimu wako kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Lipa zaka na michango mingine ya uenezaji wa nini? Wa dini. Yote yanapaswa kwenda pamoja. Yote yanapaswa kwenda pamoja. Matendo haya mema na imani yako kwa nani? Kwa Mungu. Tusome sasa barua ya Mtume Yakobo kwa watu wote, sura ya 2 ya 14 mpaka 17. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanaume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Imani isiyokuwa na matendo imekufa. Imani bila matendo imefanyaje? Kwa hiyo imani yetu kwa Mungu iambatane na yale matendo ya huruma, wema na ukarimu kwa watu ambao ni wahitaji, mathalani wajane, yatima pamoja na maskini.
lakini pia ukarimu wetu kwa kanisa, kulipa zaka pamoja na michango mingine kwa ajili ya uenezaji wa dini ama imani. Katika michango ya uenezaji wa dini ama imani ni pamoja na zaka. Zaka inatolewa kila mwezi na ni pato la 10 la kile ambacho unazalisha. 1/10 ya kile ambacho unafanyaje, unazalisha kutoka katika shughuli zako halali, kutoka katika shughuli zako halali. Unapoacha kutoa zaka, tunamwibia Mwenyezi Mungu, tunamwibia Mwenyezi Mungu. Sasa sote kabisa tunatambua kabisa kwamba Mungu yuko mahali pote, yuko mahali pote na anajua yote tunayofanya, anaona kila kitu. Sasa yuko mahali pote, anajua yote tunayofanya, shughuli zetu anazijua, na anaona kabisa tunachozalisha ni kiasi gani, lakini tunamwibia. Ni ujasiri mkubwa kweli kumwibia mtu anaona. Eti nani anaweza kumwibia mtu anaona? Kumwibia mtu anaona. Sasa Mungu anatuona na anaona kabisa tunafanyaje, tunamwibia. Mwaka unapita utoi zaka, umemwibia nani? Mungu. Unatoa zaka lakini sio 1/10 ya pato lako, unamwibia nani? Mungu. Unarudisha nyuma sasa shughuli za uenezaji wa nini, wa dini na imani, kwa sababu zaka tunaitumia kwa ajili ya uenezaji wa dini, kwa ajili ya uenezaji wa imani, kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Kwa hiyo tusichoke kutenda mema kwa kumtolea Mwenyezi Mungu ukarimu wetu ule ambao kwa kweli tunaagizwa na maandiko matakatifu kutoa. Tusome kitabu cha Nabii Malaki sura ya 3 aya 6 mpaka 12. Nabii Malaki sura ya 3 aya 6 mpaka 12. Kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndio maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mumeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mumelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Naam, taifa hili lote leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka na michango mingine kwa ajili ya uenezaji wa imani, kwa ajili ya uenezaji wa dini, ili Mwenyezi Mungu basi atubariki kwa wingi wa baraka zake. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.